Ni kukaribisha sana mtazamaji wetu ili tujuzane yale yote ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa. Kiongozi wa harakati ya mapambano ya Yemen, Ansarallah Abdul Malik al-Houthi, amelaani mpango wa Donald Trump kuhusu Gaza, akisema kwamba mpango huo wote unakwenda kwa maslahi ya utawala wa Israel. Katika hotuba yake ya kawaida ya televisheni siku ya Alhamis, al-Houthi alisema, nanukuu, huu mpango wa kinachoitwa amani wa Trump uliwasilishwa kwanza kwa Netanyahu ili aongeze masharti zaidi kuhakikisha kwamba unakuwa mpango unaokidhi kikamilifu madai ya Israel. Aliongeza kuwa mpango huo wa Marekani na Israel haujawahi kujumuisha uhuru wa Wapalestina juu ya ukanda wa Gaza. Abdul Malik al-Houthi alisisitiza kuwa adui wa Kizayuni anaendelea kutumia njama ya kuwanyima chakula kama silaha ya mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina, akibainisha kuwa Israel inaendelea kubomoa majengo, minara na nyumba zilizobaki, huku ikilenga kuharibu kabisa vitongoji vya makazi ili visiweze kuishiwa na mtu yoyote. Aidha, aligusia uungaji mkono kwa watu wa Gaza kutoka sehemu mbalimbali duniani, akimsifu rais wa Colombia kwa msimamo wake thabiti. Alisema, rais wa Colombia amekuwa mfano wa kuigwa kwa kualika viongozi wa Kiarabu ambao wamekubaliana na mpango huu wa Trump unaounga mkono Israel. Wengi wa viongozi wa Kiarabu na Kiislamu hawana msimamo wa kishujaa kama rais wa Colombia, ambaye ametoa wito wa kuundwa jeshi la kukomboa Palestina na kukatisha mahusiano yote na adui wa Kizayuni. Hatua hii inafuatiwa na ule mpango wa kusitisha mapigano wa vipengele 20 ambavyo rais wa Marekani Donald Trump ameuwasilisha kwa Hamas katika ukanda wa Gaza, huku akilenga zaidi kuweza kuachia mateka. Na mpango huu ambao rais Trump ameweza kuupitisha umeonekana kama ni mpango ambao sasa rasmi unakwenda kuwafaidisha wa Israel, lakini sio kuwafeva watu wa Gaza. Sasa kiongozi huyo wa Houthi nchini Yemen amepinga vikali na hali inazidi kuwa ya hatari katika ukanda wa Mashariki ya Kati.